kiuchumi ni kuomba nguvu ya maongezeko. Kuomba nguvu za maongezeko, nguvu za maongezeko au nguvu ya kuongezeka. Tuombe nguvu ya kuongezeka. Hii ni ajenda ambayo tutakuwa nayo leo na tutajifunza machache kuhusu kuongezeka, lakini naamini Mungu anatusaidia. Kumbuka ya kwamba wakati tunaanza mwanzoni kabisa somo hili tulisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kile ya kwanza mstari wa 28. Mara baada ya Mungu kuumba mwanadamu, mwanamke na mwanaume aliwabarikia. Na Mungu alivyobarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kufanyaje? Na kuitiisha. Kwa wazo la Mungu kwa mwanadamu ni mwanadamu kuongezeka. Ni jambo la msingi sana unatakiwa ulielewe. Wazo la Mungu kwangu, wazo la Mungu kwako ni kwamba tufanyaje? Tuongezeke. Kwa mpango wa Mungu kwetu ni kuongezeka. Hasa maongezeko yanahitaji nguvu ya kuongezeka. Yanahitaji nguvu za kuongezeka, na nguvu za kuongezeka unaweza ukaomba Mungu akupe nguvu ya kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile Zaburi ya 107 mstari wa 38 na Ayubu 8 mstari wa 7. Ayubu 8 mstari wa 7 na Zaburi ya 107 mstari wa 38. Nitaanza kusoma kile kitabu cha Ayubu sura ya 8 mstari wa 7 na baadaye nitasoma Zaburi ya 107 mstari ule wa 38. Ayubu sura ya 8 mstari wa 7, alafu baadaye tutatazama kitabu cha Zaburi ya 107 mstari wa 38. Ayubu sura ya 8 mstari wa 7, maandiko yanasema hivi: tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Unaweza ukadharau mwanzo mdogo, lakini usijue kwamba mwisho wako unaweza ukaongezeka sana. Unaweza ukajitazama ulivyo leo ukajidharau, lakini nguvu ya maongezeko ikija kwako, huo mwanzo mdogo unaweza kuongezeka sana. Kawaida ya Mungu wakati mwingine huwa anaanza kwa maisha ya mtu kwa uchache, lakini baadaye kwa kadri ambavyo mtu anamsogelea Mungu, Mungu huwa anaongeza, vile vidogo vinakuwa vingi sana. Zaburi ya 107 mstari wa 38, maandiko yanasema hivi: naye huwabarikia. 107 mstari wa 38, naye huwabarikia wakaongezeka sana, wala hayapunguzi makundi yao. Naye huwabarikia wakaongezeka sana, wala hayapunguzi makundi yao. Naye nani? Mungu huwabarikia akina nani? Watu wake. Huwabarikia akina nani? Wanaomuomba, wanaomuita. Anapowabariki wanakuwaje? Wanaongezeka, anawaongeza. Manake baraka zake zinaambatana na maongezeko. Na nasema wakaongezeka sana, wala hayapunguzi makundi yao. Akina nani? Wanaomuomba, wanaomlilia, wanaomtafuta. Yeye huwabarikia wakaongezeka sana, wala hayapunguzi makundi yao. Zaburi ya 107:38. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema maongezeko. Wazo la Mungu kwetu ni kuongezeka. Na si mpango wa Mungu ya kwamba uwe katika hali hiyo hiyo miaka yote. Sio mpango wa Mungu ya kwamba ubaki katika viwango hivyo hivyo nyakati zote. Mpango wa Mungu ni kwamba uongezeke. Una biashara moja, wazo la Mungu ufungue ya pili. Unapata kipato cha milioni 1 kwa mwezi, Mungu anataka ziende 4, ziende 5. Unapata 500,000 kwa mwezi, Mungu anataka uongezeke. Mungu akikupa kidogo, ujue kwenye hicho kidogo ukimwomba nguvu ya kukiongeza, anaweza kukiongeza. Baraka za Mungu si baraka za kike. Baraka za Mungu ni baraka za kiume. Amen. Ni baraka ambazo zinazalisha.
Yaani Mungu akikubariki anakubariki mbegu. Ile Mungu anayokupa ina uwezo wa kuongezeka. Mungu hajawahi kumpa mtu baraka tasa isiyozaa. Mungu akikubarikia anakubariki mbaraka ambao utakufanya wewe uongezeke. So ukiamua kutokuongezeka, ni wewe mwenyewe umeamua kukaa kwenye eneo moja. Ni wewe mwenyewe umeamua kuridhika na kile ulicho nacho. Lakini ukiamua kuongezeka, ukiamua kutanuka, ukiamua kuzidi, ukiomba nguvu ya kuongezeka, atakupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kanisa la Mungu, ninaongea na watu hapa au niko peke yangu leo? Ukiamua kuongezeka, yeye anakuongeza. Yeye anakuongeza, anakuongeza. Na hii ni tabia ya Mungu. Ni tabia ya Mungu. Ni tabia ya Mungu kuongeza watu wake. Tabia ya Mungu. Anasema hivi kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 18. Anasema hivi: bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata nini? Utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Mungu anazo nguvu. Sema Mungu anazo nguvu za kumfanya mtu awe tajiri, za kumfanya mtu aongezeke. Mungu anazo nguvu. Mungu anazo nguvu. Kwa hizi nguvu ndizo ambazo Mungu anaweza kuziachilia ndani ya mtu anayemuomba Mungu, nipe nguvu ya kuongezeka. Mungu anazo nguvu. Anazo nguvu. Achilia mbali nguvu za kutoa mapepo, nguvu za kukemea mizimu, nguvu za kuomba uponyaji, nguvu za kuomba, nguvu za ulinzi, nguvu za Mungu, nguvu zingine, nguvu zote unazozijua wewe. Kwa Mungu iko package nyingine ya nguvu ya maongezeko. Iko nguvu ya utajiri. Na watu wengi sana hii nguvu hawaiombaji eti. Watu wengi nguvu waga hawaipendi, wao hawaitafuti sana. Lakini mimi nataka nikwambie kwamba kwa Mungu iko nguvu ya kumfanya mtu kuwa tajiri. Na hiyo nguvu Mungu anapoiachilia, huwa inakwenda kwenye maeneo muhimu. Unajua ni maeneo gani? Huwa inakwenda kwenye fikra. Huwa inakwenda kwenye akili. Huwa inakwenda kwenye akili. Hiyo nguvu hiyo huwa inakwenda kwenye akili, inaziboost akili. Unashangaa namna unavyoanza kuwaza sivyo ulivyokuwa unawaza jana. Unashangaa unapata new ideas kichwani mwako pako, unasema ili wazo lilikuwa wapi mwaka jana? Mungu ametia akili yako nguvu. Anakupa namna ya kubuni vitu ambavyo ulikuwa hujawahi kuvibuni. Amekupa nguvu. Lakini pia hii nguvu huwa inakwenda kuondoa kila ambacho kinazuia wewe kuongezeka. Yaani kama kifaranga ambacho kiko ndani ya yai, kikisha anza kukomaa na kutaka kutoka, huwa kinatiwa nguvu. Na ile nguvu ambacho kinaipata inakuwa na uwezo wa kupasua lile ganda la yai. Lile ganda ambalo linazuia sasa kile kifaranga kisiishi duniani inapasuka. Sasa hii nguvu ndio ambayo Mungu huwa anaiachilia. Kila ambacho wewe kinakuzuia kinapasuka, wewe unatoka, unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema nguvu. Sasa kuna mambo machache hapa ambayo nataka nikuonyeshe, ambayo maongezeko yatakupa neema, yatakusaidia, yataleta maongezeko yanaongezaga uchaji. Na kwenye hii pointi, kwenye maongezeko ongeza uchaji, unapoomba Mungu akuongeze ili uongeze uchaji, mahali hapa Mungu huwa hawezi kunyamaza. Ni sawa mtu anayemwambia Mungu, naomba unibariki ili nikutumikie. Umeelewa vizuri?
Ndio maombi ambayo alimpa sana nafasi kubwa Ana alipokuwa anamuomba Samueli. Anamwambia nipe, nitamtoa madhabahuni pako kutumikie. So mtu anapoomba maongezeko ili aongeze uchaji, ili awe na uchaji kwa Mungu, Mungu hawezi kunyamaza. Angalia kitu hiki ambacho tunakiona hapa kwenye Ayubu sura ya 1 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi, ndipo shetani, Ayubu 1 mstari wa 9. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yu amcha Bwana bure? Huyo Ayubu yu amcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyonavyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Shetani analeta sababu kwa nini Ayubu anamcha Bwana. Ayubu amepata nafasi ya kumcha Bwana kwa sababu Mungu amembarikia, mali yake imeongezeka sana na amezingirwa pande zote. Kwa Ayubu ana uhuru wa kumcha Bwana. Kuna watu ambao wana shauku, wana kiu ya kumcha Bwana, lakini umaskini ni kikwazo. Unatamani kabisa, kwa sababu kumcha Mungu ni zaidi ya kuja kanisani. Kumcha Mungu ni zaidi ya kufanya mikono hivi, ni zaidi ya kushiriki meza ya Bwana. Kumcha Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumcha Mungu kwa Ayubu kulitokana na kulisababishwa na namna Mungu alivyokuwa amemuongeza. Kwa hiyo maongezeko, unahitaji maongezeko ili upate uhuru wa kumcha Bwana. Ukienda mbele za Mungu, mwambie Mungu, na Mungu naomba uniongeze, ninataka kuwa mchaji, nataka kukucha wewe. Mungu hawezi kunyamaza. Jambo la pili, maongezeko yatafukuza maadui waliobakia. Maongezeko yanafukuzaga maadui waliobakia. Kuna vitu haviwezi kuondoka kwenye maisha yako mpaka umeongezeka. Kuna changamoto haziwezi kuhama, hani haziwezi kukoma kukusumbua mpaka umeongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Kama umekulia kijijini kama mimi, unaweza ukaelewa hivi wale chawa waliendaga wapi? Wale chawa, tunakumbuka tuna chawa, yani ukipiga namna hii kwenye buku tunawakuta. Wakati mwingine unakuta mpaka ukichwani huku kuna ngoma zimekaa nyeupe, yani mayai, chawa. Lakini kwa kadri ambavyo tulikuwa tunaongezeka, maisha yetu yanaboreka, wale chawa walikuwa wanakimbia wenyewe. Sijui kama kuna mtu anakumbuka hata dawa aliyowaulia. Lakini kipindi kile cha umaskini, hata utie dawa vipi, hawaishi. Na walikuwa na rangi tofauti, wa kichwani walikuwa na rangi yao, na wa huku ndani walikuwa na rangi yao. Hivi wa kichwani walikuwa na rangi gani hivi? Nyeusi. Lakini kadri tulikuwa tunaongezeka, wale jamaa walikuwa wanachomoka wenyewe. Familia inavyoendelea kubadilika, unajua mpaka leo kuna watu bado wanao kuna mahali bado hapo kwa sababu ya hali ya umaskini iliyopo kwao. Lakini kwa kadri ambavyo wanaongezeka, ndivyo ambavyo vinaondoka. Ndivyo ilivyo. Kuna magonjwa leo ambayo yalikuwa tusumbua sana zamani, lakini sasa hivi sio shida tena. Kwa nini? Tumeongezeka. Kiwango chetu cha uchumi, yale magonjwa sio tishio tena. So kuna maadui ambao kwenye maisha yako hawataondoka mpaka umeongezeka. Na hili Mungu aliwaambia pia wana wa Israeli kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 23. Mungu anawaambia hivi, Kutoka 23 mstari ule wa 29 na 30. Anasema hivi, sintawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa na wanyama wa bara wakaongezeka na kusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe na kurithi hiyo nchi. Nitawafukuza kidogo kidogo
mpaka wewe unavyoongezeka ndio unakuwa na waondoa. Kwa kuna maadui ambao hauwezi kuondoa kwenye maisha yetu mpaka tumeongezeka. Unahitaji kumwambia Mungu, nipe nguvu ya maongezeko. Unahitaji kumwambia Mungu, niongeze. Kuna vitu vimekaa kwenye maisha yako, kuna vitu vimezoelea maisha yako, kuna vitu vimekaa kwenye familia yako, kuna vitu vimekaa kwenye ukoo wako. Lazima mwambie Mungu, niongeze. Mungu akikuongeza, wale maadui wataondoka. Kuna watu hapa mnachukiwa kwenye familia, hawakupendi kabisa, wanakuzala wewe ni mkubwa, lakini hauna heshima nyumbani kwenu kwa sababu hauna hela. Sababu hauna hela. Yaani vikao muhimu vya familia vinafanyika, alafu hata hawakuiti. Wengine unakuta wameshafanya maamuzi, wameshauza shamba, wameshafanya wanayofanya, wameshaanza kujenga nyumba nyumbani kule, kwa sababu tu ya hali ulionayo. Lakini ukiongezeka, huyo adui zalau ataondoka. Umeshaomba Mungu, naomba unipe kibali. Kibali unacho rafiki, shida hauna hela. Unajiona ni mtu mwenye bahati mbaya, ni mtu asiyependwa, ni mtu ambaye labda umedhalauliwa. Sio kudhalauliwa, ni kwamba wewe hauna vyombo. Mungu akikuongeza, hivyo vyote vinaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunahitaji kumwambia Mungu atuongeze asubuhi ya leo. Tumwambie Mungu atuongeze asubuhi ya leo. Tumwambie Mungu, tunaomba nguvu ya kuongezeka. Kama kuna mahali Mungu wa rehema unaweza kuniboost kwenye akili yangu, nikaongezeka namna ya kufikiri kuhusu biashara, mwambie Mungu asubuhi ya leo, Mungu naomba uguse hiyo button. Kama kuna mahali macho yangu hayajaona na nikiona pale kuna fursa ninaweza nikaendelea mbele, mwambie Mungu wangu, naomba fungua macho yangu yaweze kuona hapo mahali. Ikiwa iko njia ambayo nikifuata ninaweza nikatoka, ninaweza nikaongezeka kiuchumi, mwambie Mungu, naomba niongoza katika hiyo njia. Mwambie Mungu, wakiwepo watu wa muhimu, wakiwepo watu ambao nikikutana nao wanaweza kunipa connections za kiuchumi, connections za kutoka, za kuongezeka, mwambie Mungu, naomba uniunganishe na hao watu. Mwambie Mungu, ikiwepo namna yoyote ambayo wewe unaweza kufanya ili mimi niongezeke, mwambie Mungu, naomba namna hiyo ifanyie kwenye maisha yangu. Na kwa nini nataka niongezeke? Kwanza nataka nikuche wewe. Nataka nikuabudu kwa uhuru, nikutumikie kwa uhuru. Nataka nifurahi nikiwa nyumbani mwako. Lakini pia mna maadui ambao wamekaa kwenye maisha yangu kwa muda mrefu, wameninyima raha ya kukutumikia, wameninyima raha ya kuishi duniani. Mwambie Mungu, naomba niongezeke ili hao maadui waondoke. Vile ambavyo vimenizingira, vimeninyima uhuru, Mungu naomba nisaidie. Kuna maadui ambao wamenizingira pande zote, wananionea kwa sababu ya hali nilionayo, wananionea kwa hali nilionayo. Unajua kuna mtu ambaye ana hela, ana uchumi, akiamua tu anaangalia kiwanja kiko vizuri hapa, anakuja na mwaga mawe, sio cha kwake. Alafu kisema nini, mnaenda mahakamani. Wakati kesi inaanza mahakamani, yuko ardhi anatengeneza hati, ana hela. Kwa kuna watu ambao wananyang'anywa haki zao kwa sababu tu ya hali walionayo. Lakini Mungu akikuongezeka, hata kule kuonewa kunapungua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie Mungu, naomba uniongeze, naomba uniongeze, nipe nguvu ya maongezeko. Likiwepo jambo lolote, biashara yoyote ambayo naweza nikaifanya na nikaongezeka kiuchumi, Mungu fungua macho yangu niweze kuiona, niweze kufanya hiyo biashara. Naomba usimame. Nina haja nawe kila asa, hawezi mwingine
mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji vivyo vyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, Yesu nakuhitaji vivyo vyo kila saa, oh, niwezeshe Mwokozi, sema Yesu, nakuhitaji vivyo vyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, Inua mikono yako tu kwa Bwana. Mwambie tu, Bwana Yesu, natamani uniongeze. Ninaomba niongezeke. Kwako ziko nguvu za kunipa utajiri. Nguvu za kuongezeka zatoka kwako. Sina Mungu mwingine anayeweza kunipa nguvu hizi. Ninaomba kutoka kwako asubuhi ya leo nguvu ya kuongezeka. Ninaomba kutoka kwako leo nguvu ya kuongezeka. Nguvu ya kuongezeka kiuchumi. Nguvu ya kuongezeka kiuchumi. Nguvu ya kuongezeka kiuchumi. Nguvu ya kuongezeka kiuchumi. Maana umesema ya kwamba nitakukumbuka wewe Bwana, maana wewe ndiye unipae nguvu ya kupata utajiri. Kwako Bwana ziko nguvu. Kwako Baba ziko nguvu za kupata utajiri. Kwako Yesu ziko nguvu ya kupata utajiri. Kwako Yesu iko nguvu ya kuongezeka. Asubuhi ya leo tunaposogea madhabahuni pako Bwana, tunaomba utupe hiyo nguvu. Tunaomba utujalie hiyo nguvu. Tunaomba utupe hiyo nguvu Bwana. 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 Tunaomba utupe hiyo nguvu Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu, Mungu Mwenyezi, ikiweko nguvu yoyote inaweza kunifanya kuendelea mbele, ikiweko njia yoyote ambayo inaweza kunifanya kuongezeka, Bwana, ninaomba elekeza macho yangu kwenye hiyo njia. Ikiwepo kazi yoyote inaweza kunifanya kuongezeka kiuchumi, Mungu wa rehema, ongoza hatua zangu kwenye hiyo kazi katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa rehema, ikiweko namna yoyote ambayo inaweza kufanya katika haki yako, ambayo inaweza kuniongeza mimi mwanao, ninaomba Bwana, elekeza hatua zangu kwenye hiyo namna, elekeza akili zangu kwenye hiyo sehemu katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Mungu wa rehema, ongoza hatua zangu kwenye hiyo njia. Ikiwepo njia yoyote ambayo inaweza kunielekeza, inaweza kunipeleka kwenye maongezeko, Bwana, ikiweko kazi, ikiweko biashara yoyote ambayo inaweza kunipeleka mahali ambapo kwenye maongezeko, Mungu wa rehema, ninaomba nielekeze katika hiyo biashara kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Sina msaada mwingine zaidi ya kwako. Msaada wangu upo kwako. Nguvu zangu zatoka kwako. Ni wewe peke yako Yesu unayeweza kunisaidia. Elekeza macho yangu, elekeza macho yangu katika njia sahihi ambayo Bwana itanipeleka kwenye maongezeko. Asubuhi ya leo elekeza hatua zangu katika njia sahihi itakayonipeleka kwenye maongezeko. Jehova Mungu mwenye nguvu, asubuhi ya leo elekeza akili yangu kufanya mambo ya msingi yatakayonipeleka kwenye maongezeko. Bwana, kuna maadui ambao wamekaa kwenye maisha yangu kwa muda mrefu. Bwana, nimekuwa mtu wa kudhihakiwa, nimekuwa mtu wa kudharauliwa. Baba, ninaomba nipe nguvu ya kuongezeka, nipe nguvu ya kuongezeka. Bwana, inatosha, nahitaji kuongezeka ili Mungu ni kuabudu wewe kwa uzuri wote. Bwana, kama Ayubu, kwa kuwa Bwana ulibariki kazi
kazi ya mikono yake ukaiongeza sana, ukamwongeza sana juu ya uso wa nchi. Naye Bwana, Ayubu akawa anakucha wewe, ule uchaji wake ukaongezeka. Nami Bwana, natamani nikutumikie kwa viwango vikubwa. Ninaomba Bwana, nipe maongezeko, niongeze Bwana, ili niweze kutumikia kwa uhuru, niweze kutumikia kwa furaha, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Niongeze Bwana, niongeze Bwana, ongeza hatua zangu, ongoza hatua zangu Bwana, katika maongezeko. Fungua akili zangu, ikiwepo kifungo chochote kilichofunga akili zake Bwana, naomba kifungo hicho kikafunguliwe. Ikiwepo kifungo chochote kilichofunga fikra zake ili asiweze kuongezeka, amepandiwa roho ya umasikini kwenye fikra zake Bwana, ninaomba fungua akili zake kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu inayonena mema, ikanene mema kinyume cha mabaya yote, katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Bwana wa mianga, Mungu mwenye nguvu, ongoza hatua zake, ongoza hatua zake katika njia sahihi, katika maongezeko. Tutaongezeka na kuenea katika jina la Yesu, maana umesema mwenyewe ya kwamba zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Bwana, wazo lako likawe thabiti kwetu katika jina la Yesu. Kuongezeka ni haki yangu, kuongezeka ni haki yake, kuongezeka ni haki yake. Baba, fungua akili zake, fungua ufahamu wake, mpe maongezeko katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Fungua akili zetu Bwana, tupe kuongezeka, tupe kuzidi katika nchi, katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Ile neema yako Bwana iliyotembea juu ya Isaka, iliyotembea juu ya Ibrahim, iliyotembea juu ya Yakobo, hiyo neema yako Bwana itembee juu yetu. Ile neema yako iliyotembea juu ya Israeli ukawaongeza Bwana Mungu wa rehema, tuongeze na sisi katika nchi ya ugeni. Utupe kuwa na matuo, utupe kuwa na faida, utupe kuwa na wingi wa vitu katika jina la Yesu. Biashara yangu itaongezeka, vya kwangu vitaongezeka. Ule upako ulioongeza mikate miwili na samaki mikate mitano na samaki wawili, ule upako ulioongeza Bwana ile mikate mitano na samaki wawili, wakala watu 5,000 wakashiba na kusaza. Huo upako wako Bwana uwe juu yangu asubuhi ya leo. Vile nilivyo navyo vikaongezeke, vile nilivyo navyo vikaongezeke, kila nilicho nacho kiongezeke. Mshahara wangu kaongezeke, ajira yangu iongezeke, kipato changu kiongezeke, faida yangu ikaongezeke, mtaji wangu kaongezeke. Hebu sema vya kwangu vinaongezeka. Sikili, sema vya kwangu vikaongezeke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema vya kwangu vikaongezeke, sema vya kwangu vikaongezeke, sema vya kwangu vikaongezeke. Kila kilichopungua kikaongezeke. Mshahara wangu kaongezeke, mtaji wangu kaongezeke, faida ikaongezeke, mifugo yangu ikaongezeke. Roho ya kupungua ninaikataa kwa jina la Yesu, maana maandiko ya kwamba naye atawabarikia na kuwaongeza sana, wala hawatapungua kwa jina la Yesu. Nami ninakataa, nasema sitapungua. Nami nakataa, nasema sitapungua. Ninaongezeka, 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 ninaongezeka. Shadagada, naongezeka kwa damu ya Yesu. Ninaongezeka, ninaongezeka, ninaongezeka. Vya kwangu vinaongezeka kwa damu ya Yesu Kristo. Uchumi wangu unaongezeka kwa damu ya mwana kondoo. Mifugo yangu inaongezeka kwa jina la Yesu Kristo. Kipato changu kinaongezeka. Ule upako wa maongezeko uliongeza mikate mitano na samaki wawili, ukaongeza vya kwangu, ukaongeza vya kwangu katika jina la Yesu. Zile nguvu zako Bwana zilivyoongeza mikate mitano na samaki wawili, zikaongeza vya kwangu katika jina la Yesu. Zilizomwongeza Ibrahimu, zilizomwongeza Isaka katika uchache wake kule Gerari, Bwana, hiyo neema hiyo hiyo na ule upako huo huo ukaongeze akili zangu, ukaongeze fikra zangu kwa habari ya maongezeko katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninaongezeka, sitakuwa mchache, sitakuwa mchache. Biashara zangu zinaongezeka kwa jina la Yesu Kristo. Mifugo yangu inaongezeka, mashamba yanaongezeka, ninaongeza viwanja. Shandagadaya ramandorobo sagadaya. Ongeza mwana wa Mungu, kili kuongezeka katika jina la Yesu. Maongezeko ni fungu lako. Neno limesema ya kwamba zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Bwana, tutaijaza nchi, tutaijaza utajiri, tutajaza biashara, tutajaza mashamba,
Baba, tujaza miradi mbalimbali katika jina la Yesu. Nguvu ya maongezeko iwe juu yetu katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Asante Yesu Kristo, wewe ni Bwana na wala hakuna mwingine zaidi yako. Tutaongezeka pande zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kwa damu ya mwana kondoo. Na washindi wampigie Yesu makofi mengi mengi. Haleluya, haleluya, haleluya. Chukua sadaka yako, tumshukuru Mungu kwa ajili ya dhabihu. Pendwa, ni imani yangu ya kwamba umebarikiwa na somo zuri ile ambalo Mungu ametupa kwa majira haya. Nikukaribisha tena uendelee kufuatilia vipindi vyetu vingine vinavyofuata, lakini pia nikukaribishe kwa kushiriki nasi kwa njia ya sadaka kupitia namba za simu ambazo unaziona kwenye skrini yako. Namba ya Vodacom ni 0769 305016. Namba ya Tigo ni au Mix by Yas ni 0657 889217. Na Vodacom ni 0769 305016 na Mix by Yas ni 0657 889217. Mungu akubariki sana kwa kushiriki nasi ibada hii. Tunakuombea amani ya Kristo iendelee kuwa pamoja na wewe, na wakati wote usiache kufuata vipindi kupitia akaunti yetu hii. Hakisha una subscribe channel yetu hii kama ni mara yako ya kwanza unashiriki nasi, lakini pia una share linki kwa watu wengi ili iweze kufikia watu wengi zaidi. Karibu sana na Mungu akubariki sana. Naitwa Mwalimu Ezekiel Malando. Amani ya Kristo ikawe pamoja na wewe na nyumba yako katika jina la Yesu. Amen.